Naitwa Mwalimu Alfred Kusaga Alexander, kiongozi wa Chama cha Walimu Tanzania makao makuu Dodoma na mratibu wa programu hii Samia Teachers Mobile Clinic. Awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ya pekee ya kwamba leo tuko mkoa wa Dodoma, ni mkoa wa 26, kwa maana ya kwamba tutakuwa tumekamilisha programu hii tuliyotumwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kikosi kazi maalum cha kusikiliza na kutatua ama kuzitafutia ufumbuzi changamoto za walimu wa Tanzania. Mikoa yote 26 tumepitia, tukianza na Kagera na leo tunahitimisha tukiwa Dodoma. Mahudhurio kama ambavyo tumesema mara kwa mara, mahudhurio kwa kweli ni mengi, walimu wengi wamejitokeza. Takwimu zinazohusisha mikoa 25 ukiachilia mkoa wa Dodoma ambao mahudhurio bado yanaendelea kurekodiwa. Mpaka sasa walimu 48,730 wamerekodiwa katika kumbukumbu zetu za walimu waliojitokeza. Kwa lugha nyingine ama kwa wastani tunasema zoezi hili litakuwa limeona wastani wa walimu 50,000. Walimu 50,000 kwa walimu wa Tanzania, walimu takribani 270,000, inatupa wastani wa takribani 20% ya walimu waliojitokeza katika timu hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kusikilizwa changamoto zao. Namba kubwa hii inatupa tafasiri gani? Ukubwa wa namba hii ya walimu waliojitokeza unatupa tafasiri ya mambo makubwa kama matatu. Jambo la kwanza ni uhakika kwamba kuna mahali pana udhaifu katika utendaji kazi wa watendaji waliokasimiwa madaraka ya kusimamia taratibu za kiutumishi. Lakini jambo la pili tulichojifunza, tunaona pia iko changamoto pia ya kimfumo. Ziko changamoto zingine za walimu hazitokani na utendaji wa moja kwa moja wa mtu binafsi, zinatokana na changamoto za kimfumo. Haya yote kwa uzuri yamebainishwa katika ripoti yetu ambayo tutakwenda kuikabidhi na itamfikia mama kupitia watendaji wake, wasaidizi wake, aweze kuona uhalisia. Na katika ripoti yetu imebeba mambo makubwa matatu. Tumeonyesha uhalisia wa changamoto zilivyojitokeza na ambazo zimepata ufumbuzi wa papo kwa papo. Katika eneo hili ni uwazi, hatuna takwimu za moja kwa moja kwa sababu kila siku mifumo ya serikali inatenda kutekeleza hizi changamoto, lakini itosha kusema kwamba baadhi ya walimu tayari waliokuwa na changamoto za vyeo tayari wamebadilishiwa vyeo na wana mishahara mipya ya vyeo vipya. Wako walimu walikuwa na changamoto ya miundo, wamerekebishwa miundo na mifumo yao ya utumishi inazungumza miundo mipya kulingana na taaluma zao walizonazo sasa. Wako walimu waliokuwa na changamoto za kuhamisha mishahara yao kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine, imetekelezeka, mishahara yao imehama, iko mahali walipo. Itoshe tu kusema kwamba ziko changamoto ambazo zilikuwa na majibu ya papo kwa papo, zimetekelezeka na tayari walimu wana furaha kwa sababu utekelezaji umefanyika. Lakini ripoti yetu pia imebeba sehemu ya changamoto za watumishi ama watendaji wa serikali waliopewa madaraka ya kusimamia. Hapa hatukuacha, tumeweka wazi, tunategemea, sisi hatuna mamlaka kama timu ama kikosi kazi, lakini tunaishauri serikali iangalie watu kama hawa ambao hawajatimiza majukumu yao, tuone naamini kama ni kuwajibika wanastahili kuwajibika, kwa sababu wameifikisha serikali mahali hapa ambapo walimu wanalalamika, kumbe ni uzembe wao. Lakini eneo la tatu la kimfumo, hili tunashauri, tunaposema changamoto ambazo zinatokana na mifumo, mfumo kwa ufupi ni utendaji kazi wa pamoja kutoka mamlaka ya juu kwenda mamlaka ya chini au mamlaka chini kwenda juu. Nitolee mfano. Kutokana na changamoto hizi
zimesababisha baadhi ya walimu kuwa na changamoto za upandaji vyeo. Walimu ni ajira mwaka mmoja, kundi rika moja, lakini kutokana na miongozo leo hii walimu hawa hawako pamoja, wametofautiana kwa vyeo zaidi ya kimoja, wengine mpaka vyeo viwili wametofautiana, jambo ambalo halileti tija katika utumishi wa umma. Wameanza kazi mwaka mmoja, lakini leo huyu ana cheo hiki, huyu ana cheo hiki, wanatofautiana mishahara, haikai vizuri. Walimu hawa taaluma yao ni moja, mwaka mmoja wa ajira, kila kitu kinafanana, hakuna aliyekwenda masomoni, au kama wamekwenda kwa wakati mmoja, lakini vyeo vyao vinatofautiana kutokana tu na miongozo mbalimbali ambayo imekuwa inatolewa na serikali. Kwa hiyo kwa eneo hili tunaishauri serikali, wenye mamlaka wanaotengeneza miongozo wazingatie kwa upana na maslahi ya watumishi kwa pamoja. Inawezekana kuna mali fulani pana changamoto, basi paangaliwe ili kuziba mianya hiyo. Lakini nimalizie kwa kuzungumza sisi kama chama cha walimu. Japo hapa sitaki kuzungumza kama kiongozi wa chama cha walimu, kwa sababu kama chama yupo msemaji wa chama. Hapa nazungumza kama mratibu wa programu hii ya Samia Teachers Mobile Clinic. Nini tumeona na tunawaambia nini walimu? Niwahakikishie walimu wa Tanzania, kwa kauli ya mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ahadi yake ya kuifanya taaluma ya walimu kuwa ya kujivunia, naamini utekelezaji wake unafanyika na unaendelea kufanyika na matokeo yake tunayaona. Na sisi kama chama cha walimu niwahakikishie tu kwamba tutakuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunaweka wazi mianya yote, changamoto zote zile ambazo zinazuia kufikia nia sahihi na nia thabiti ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anavyotamani kuona maisha ya mwalimu wa Tanzania yakiwa ni yenye furaha, yenye kujivunia. Tuambie walimu watuamini, wakiamini chama chao, chama cha walimu Tanzania, kwamba kiko madhubuti, na kwa moto huu ambao tuko pamoja katika utendaji pamoja na serikali, tukishauriana, tukishauriana, tukijenga pamoja, tukikaa mezani kama hivi walivyoona tukitenda. Tumewafikia walimu zaidi ya 50,000. Ni heshima na fahari kwetu kama chama cha walimu. Watuamini, tuko pamoja nao. Asante sana.